Zangu, ugonjwa wa kisukari hauji haraka, ni ugonjwa ambao hauji ghafla. Unaanza taratibu na unaanza na dalili ndogo ndogo ambazo ni zile tunaziita dalili za mwanzo, ambazo watu wengi huwa wanazipuuzia kabisa. Leo nitakuelezea dalili 7 ambazo hizi ukiziona basi ujue ni dalili za mwanzo zinazoonesha kwamba una changamoto ya kisukari. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa na uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Wengi wamekuwa na changamoto ya kisukari na hawajui, kwa sababu tulivyoumbwa ni kwamba mwili wako huwa unakupa taarifa. Sema sisi kuna kitu tunachokiita mapuuza, na hichi ndio kinakuja kutuzuru zaidi. Kwa hiyo hapa nitakuletea dalili za mwanzo zinazoonesha kwamba una changamoto ya kisukari. Na tunavyoelewa kuna kisukari aina mbili, kuna diabetic type 1 na diabetic type 2. Type 1 ni ile ambayo unaipata unailisi kutoka kwa wazazi. Unakuta wazazi walikuwa na changamoto hiyo, mtoto anayezaliwa anailisi hiyo changamoto, basi jua hiyo ni diabetic type 1. Diabetic type 2 ni ile ambayo unaipata kulingana na unaipata kwenye mazingira. Unaipata kwenye mazingira baada ya lifestyle, kubadilisha lifestyle. Sababu namba moja ambayo itakuonesha una changamoto moja kwa moja ya kisukari ni kukojoa mara kwa mara. Kukojoa mara kwa mara. Sasa hii watu wengi wakikojoa mara kwa mara wamekuwa wakichukulia easy. Unapokuwa na changamoto ya kukojoa mara kwa mara, unatakiwa ukacheki, kwa sababu pia kukojoa kwa mara kwa mara kunaweza kuwa dalili ya magonjwa mengine. Inaweza ikawa dalili ya kisukari, inaweza ikawa dalili ya UTI, inaweza ikawa dalili ya mimba, inaweza ikawa dalili ya kunywa hivi vingi sana. Sasa unapokunywa maji mengi sana, unapokunywa vinywaji vingi sana, hakikisha utakojoa. Lakini pia kuna changamoto ya mimba, lakini pia na changamoto ya tezi dume kwa baadhi ya wanaume, utaweza kukojoa. Na mara nyingi kwa nini mtu wenye kisukari huwa anakojoa mara kwa mara? Kwa sababu mwili huo unalazimisha figo kuchuja damu zaidi, na mara nyingi unahitaji kuondoa ile sukari kupitia mkojo. Ndio maana umekuwa ukikojoa mara kwa mara. Kama unaamka usiku mara nyingi na kukojoa, basi ndugu yangu kachunguze kisukari. Inaweza ikawa ni dalili mojawapo kwamba kisukari imeanza kukutembelea. Dalili namba 2 au dalili namba 2, watu nasema ni kiu isiyo ya kawaida. Kiu isiyo ya kawaida. Ni kwa nini watu wengi wenye changamoto ya kisukari wamekuwa wakiwa na kiu mara kwa mara? Ni kwamba wanapoteza maji mengi. Kwa hiyo unakuta mwili wako huwa unaomba maji. Unapoteza maji mengi unapokuwa unakojoa. Na unakojoa, je, unakunywa maji ya kutosha? Unakuta unaendelea kukojoa tu. Sasa kiu inakuja kwa sababu unahitaji maji mengi, na mwili una force kuondoa sukari kupitia njia ya mkojo. Kwa hiyo utakojoa mara kwa mara, kwa hiyo utapoteza maji mengi. Na hapa unachotakiwa kunywa maji, lakini kiu haishi. Unakuta unakunywa maji mengi lakini kiu haikati. Ni kwa nini? Ni kwa sababu unapoteza maji kupitia njia ya mkojo, na hapo mwili una force kuondoa sukari kupitia njia ya mkojo. Na pengine ule mkojo ukiukojoa, ukiuramba, unakuwa mtamu kama asali. Lakini pia huo mkojo ukikojoa sehemu fulani, unakuta wale sisimizi wanajaa pale. Sawa, kama unakojoa mkojo unakuta sisimizi wamejaa pale, ndugu yangu jiulize, kuna changamoto, kuna tatizo ndani ya afya yako, inabidi uangalie udili nalo. Lakini pia uchovu wa haraka. Hiyo ni dalili namba 3. Sukari ipo kwenye damu lakini haingii kwenye seli, ndio maana unachoka. Sawa, seli yako ndio inatakiwa ifanye kazi zaidi. Kwa hiyo mwili wako unakuta una sukari nyingi lakini pia ingii kwenye kwenye seli moja kwa moja. Isipoingia kwenye seli moja kwa moja, utahisi uchovu wa haraka. Lakini pia mwili wako unakosa nguvu moja kwa moja, unachoka bila hata kufanya kazi nzito. Wapo unakuta hujafanya kazi nzito lakini unachoka. Sasa kama wewe haufanyi kazi nzito na pengine unahisi uchovu wa mara kwa mara, tambua kwamba ndani ya mwili wako kuna indicator. Hiyo ni red flag na kuonesha kwamba kuna jambo haliko sawa ndani ya mwili wako. Jambo hilo ni kwamba huenda una changamoto ya kisukari. Lakini pia dalili namba 4 ni kupungua uzito bila sababu. Kupungua uzito, ndugu yangu, bila sababu. Na hapa wengi wamekuwa wakituuliza swali kwa daktari, hivi mtu inakuaje anaugua mtu mnene, mtu mwembamba anapata pressure na kisukari?
Ni swali ambalo wengi wamekuwa kituuliza. Mtu akikwambia, daktari, mimi mbona ni mwembamba hivi? Kwa nini nimeambiwa na kisukari? Kisukari sio haisiani, kisukari na pressure haisiani na mambo ya umbo la mwili. Ni mnene au mwembamba, kisukari sawa, inatokana na mwili wako kushindwa kutumia sukari. Lakini pia pressure inatokana na changamoto ya mishipa. Kwa hiyo ukiwa na changamoto ya pressure, ya changamoto ya mishipa, uwe mnene, uwe mwembamba, kisukari ni yako. Pressure ni yako. Sawa, mtu yeyote anaweza kaugua. Wapo watu wana miili mikubwa lakini hawana pressure, hawana kisukari, na wapo watu wenye miili midogo wana pressure na kisukari. Kwa hiyo upungua uzito bila sababu na mwili hautumii, sawa? Mwili unatakiwa kutumia mafuta. Sasa hapo mwili hautumii mafuta na misuli inakuwa imeharibika. Misuli inakuwa imedhaifishwa kwa sababu changamoto ya kisukari huwa inaharibu misuli. Kwa hiyo unakuta mwili hautumii kabisa. Sawa, hautumii mafuta. Kwa hiyo tokea zaidi ambayo tunasema ni diabetic type 1. Kwa hiyo hakikisha unaangalia hiyo dalili. Kama unakonda ghafla, hakikisha unachunguza afya yako. Chunguza, nenda ukachunguze changamoto ni nini. Lakini pia dalili namba 5, maono hafifu. Hauoni vizuri, unaona giza, unaona ukungu mbele. Inasababishwa na nini? Sukari huwa inabadilisha kiwango cha maji kwenye macho. Humu kwenye macho jamani tuna maji. Tuna maji kwenye macho. Yamo maji. Sasa unapokuwa na kisukari huwa inabadilisha kiwango cha maji kwenye macho. Kwa hiyo unakuta macho yanaona blue ghafla, lakini pia hii dalili inaweza ikaja na kuondoka. Na pengine ukiona dalili imekuja tu na hii kuondoka, shtuka, anza kufanyia kazi. Kwa sababu ukiacha kufanyia kazi ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo hiyo ni dalili nyingine inayoonyesha kwamba una changamoto ya kisukari bila wewe kujua. Kwa hiyo ukiona uoni una changamoto yote ya macho, ndugu yangu, shtuka ili uweze kupata msaada zaidi. Lakini pia vidonda kutopona au vidonda kupona polepole. Sawa, kwa sababu tunasema kisukari huharibu mishipa midogo midogo ya fahamu, mishipa midogo midogo ya damu. Sawa, sasa mishipa midogo midogo ya damu ikisharibika, kinga ya mwili huwa inashuka. Kwa hiyo vidonda unakuta vinachelewa kupona. Ndio maana wenye changamoto ya kisukari huwa wanakatwa na baadhi ya viungo. Sasa kwa nini usubirie ukate viungo? Sawa, kama una changamoto ya kisukari, hakikisha unatafuta tiba ambayo inaweza ikusaidia kuondoa changamoto hiyo, ambayo chanzo cha tatizo cha kisukari ni kongosho. Kongosho inazalisha homoni kongosho ndio inazalisha insulin. Insulin ipo kwa ajili ya kudhibiti sukari. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya hapo ni nini? Hakikisha unapata tiba ya kuondoa chanzo cha tatizo ambayo itakusaidia kuweza kupunguza hii changamoto ya kisukari. Kwa hiyo ndugu yangu, kama una vidonda unaona viponi na ndio hivyo vinapelekea mtu kukatwa mguu au kukatwa mkono, ndugu yangu, hakikisha unapata suluhisho mapema ili uweze kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia kuwashwa au ganzi mikononi na miguuni, unahisi ganzi, unapata miwasho kwa sababu fungus wanaishi kwenye mazingira mazuri ambayo yanakuwa na sukari. Sasa wewe kama una sukari, ndio maana pia kuna watu ambao wana changamoto ya fungus ukeni, wanawake. Nimekuwa nikiwaambieni, kama unahisi, kama unafikiria, kama unazani, sawa, una moja kwa moja changamoto ya kisukari. Usitibu hizo fungus bila kutibu sukari. Kwa sababu hawa bakteria wana survive vizuri, hawana shida yoyote, hawapati complication yoyote ile. Ndio maana wanaendelea kukuumiza kila leo. Kwa hiyo hakikisha unatibu ili uweze kuondokana changamoto hiyo. Inasababishwa na ganzi kwa sababu tunasema sukari huwa ina acid nerves. Kwa hiyo dalili za mwanzo kabisa tunasema nerves damage moja kwa moja, inachoma na ganzi inakuwa sio kawaida. Unachotakiwa kufanya ndugu yangu, ugonjwa wa kisukari unaweza kudhibitiwa mapema. Sawa, kama utaweza kutambua dalili hizo mapema. Kama usisubiri hatari iwe mbaya ndio uanze kupambana. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una changamoto hii na kutesa, basi wasiliana na sisi leo kuweza kupata ushauri na msaada zaidi. Hakikisha una subscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.